akaeleza mambo. Ama hadithi dhaifu akaeleza. Tumemaliza hizo nambari 3 hizo. Tunakuja maelezo chini. Wala hadha, kwa ajili hii, fayakunu faidatu, inakuwa faida ya hizi hadithi dhaifu, dhikruhu, kuitaja kwake, fi targhibi, katika kufanyia raghaba, wapendezesha watu. Hathu nafsi, inakuwa ni kuihimiza nafsi, ala al-amali, juu ya amali muraghabu fihi, ile ambayo imependezeshwa. Ndio inatumika hiyo hadithi inaitwa dhaifu. Lirajai husuli dhalika thawabu, kwa unasema lirajai, kwa matarajio ya kuweza kufikiria kuzipata hizo thawabu, ndio inatumika hiyo. Kwamba hii hadithi dhaifu, lakini inafanywa kazi kwa matarajio, kwa malengo ya kwamba patafikiliwa kupatikana kile kilichotajwa katika hiyo hadithi dhaifu, ikiwa hicho kilichotajwa ni targhibu, kupendezesha. Isiwe inaasisi sheria, isiwe hivyo. Sawa hapo. Thumma, kisha anasema in hasala, kama itapatikana sawa. Umemeletwa hadithi dhaifu, kwa hiyo panatarajiwa patapatikana kitu katika ile hadithi dhaifu kwa kupendezeshwa jambo. Kama patapatikana sawa, ila lakini kama si hivyo, lam yadhurruhu, haitadhuru ijtihaduhu, ile ijtihad, ule mtu kujitahidi kwake, fil ibada, katika ibada. Yani haitadhuru, kwamba mtu hatadhurika kwa kuwa kajitahidi katika sala la ibada, ikiwa labda hayo ambayo yaliyopendezeshwa katika hadithi dhaifu hayakufikiliwa, basi itakuwa hadhuriki yeye. Walam yaftuhu thawabu al-asli, wala yeye hatoweza kukosa zile thawabu za asili, al-murattabu, zilizopangwa, zenye kupangika, ala al-qiyam bil ma'muri, kwa kusimamia jambo liloamrishwa. Maneno haya yote aliyoeleza Sheikh ni batili, hayako sahihi, kalamu batili, kwa sababu hapa tutakuwa tunajenga dhana tu basi, hakuna uhakika. Wa faida tudhikruhu, na faida ya kutaja fi tarhibi, hadithi hiyo dhaifu lakini ndani yake ikawa na tarhibi, maana yake tamfiru nafsi, kuifukuza ile nafsi, kuiondosha nafsi, kuifukuza nafsi, anil amali almurahhab, kutokana ile tendo au amali ambayo iliyokuwa murahabu, iliyoelezewa vitisho ndani yake. Maana atakayefanya jambo fulani, basi adhabu yake itakuwa hivi 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 na hivi. Kwa hiyo hadithi ikataja adhabu kubwa na mbaya sana, lakini uhakika wa mambo kumbe sivyo vile. Sasa anasema inatajwa hivyo kwa sababu ile nafsi kuifukuza katika lile jambo baya isiweze kulifanya, inajenga ile hofu. Sawa lil khawfi, kwa sababu ya kuogopea, min ukui dhalika al-ikabi, kuja kutumbukia katika hayo mateso. Wala yadhuru, wala haitudhurika yeye, hatudhurika, idhajitanabahu, kwa kule kujiepusha kwake. Walam yaka ikabu al-madhkur, wala yeye hatoingia katika hii ikabu iliyotajwa, mateso haya yaliyotajwa, kwa sababu kajiepusha. Maana yake sasa, ina maana kama ni kweli ndio kashajiepusha, na kwa sababu yeye ile jambo hawezi kulifanya, ndio akajenga hoja hiyo. Kwangu hapo pana maelezo chini, si kwenu hapo kuna nambari imeandikwa, kala Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah ta'ala. Mbona zimu hizo kwa kweli? Basi yawacha maelezo, kwa sababu hapo pana maelezo mengi. Tunaendelea basi. Sasa hapa alichotaka kukuonesha ni kwamba watu wanapata faida gani katika hadithi inayosemwa hadithi dhaifu, kwamba wanasema unaweza ukatumia hadithi dhaifu kwa masharti matatu.
ambayo hayo masharti matatu ndio tumeyasoma hayo. Sasa lakini wanasema kwamba faida inayopatikana kwamba wamesema mfano faida yake ni 3. Ya pili ndio nukta ya msingi katika hiyo sababu yani masharti matatu. Sharti la pili lilikuwa linasema an yakuna aslu al-amal, iwe asili ya ile amali alladhi dhukira fihi, ambayo imetajwa ndani yake, iwe ndani yake targhibu wa tarhib, ndio vitu viwili, kupendezesha au kupofisha. Sawa, ndio itakuwa inachukuliwa hadithi dhaifu ambayo ndani yake kuna kupendezeshwa kufanya jambo. Kwa hiyo hadithi hiyo dhaifu itakuwa inachukuliwa, au hadithi dhaifu inaonyesha kuhofisha juu jambo fulani atakayefanya, basi adhabu yake itakuwa ni hii na hii, hapo ndio itachukuliwa. Sasa ndo akafafanua nukta hiyo kwamba tunapozungumzia kupendezesha, kwa nini hii inakuja? Kwa sababu ili kuihimiza nafsi kuweza kufanya lile jambo lililopendezeshwa. Kwa mfano labda anaweza wakatoa watu wa bid'a hadithi ikasema mfano atakayesali raka kadha, kwa mfano za sala kadha, akasoma kila rakaa moja kul huwallahu mara 1000 mfano au mara 100, sura gani mara 100, alafu ile hadithi ikataja ile namna ya ile sala, basi ataandikiwa yeye. Kwa hiyo unaona inakuja hiyo malipo yenyewe. Sisi kuziona hadithi kama hizi, ataandikiwa hichi mambo tele yanatajwa. Sasa wanasema hii hadithi kwa mfano kama hiyo dhaifu, maana yake inamfanya yule nafsi ahimizike na kuweza kulifanya jambo lile kwa matarajio, anaweza akapata yeye kile kilichotajwa pale. Sasa kama itakuwa hakulipata, kama yani thumma in hasala sawa, lakini wa illa, kama sasa yeye hakufikia ile hadithi, si kweli, lam yadhurru jitihadu, hazuriki kwa sababu ya zile jitihada zake alizojitahidi, atakuwa hajakosa kitu wala hatakosa thawabu, kwa sababu yeye atapata thawabu zile za kusimamia jambo lililoamrishwa kiasili. Asili katakiwa afanye mambo mema, basi akafanya. Unifahamu maneno hayo? Kwa hiyo ukikubali maneno hayo, maana yake hakuna bid'a eti. Ndio maana tukasema maneno yake ni batil. Unafahamu Kwa maana hiyo basi hakuna bid'a, kwa sababu kila mmoja atakuwa anafanya akawa yeye ana matarajio haya. Halafu na huku upande wa pili sawa, unaweza ikakubalika kwamba kwa nini tunataja tarhibu, huweza kuifukuza ile nafsi kufanya jambo lile haya kwa kuogopea kuja kuingia katika mateso, lakini haitodhurika ikiwa ile hadithi yenyewe si sahihi. Kwa mfano haitodhurika nafsi kwa sababu ya kujiepusha kwake, hii unaweza ukasema sawa, lakini targhibu hii itakuwa maana yake mambo yote sasa tutakuwa yakubadilisha. Ama tarhibu inawezekana ikaja katika hali fulani. Tunaendelea sasa. Sharhu taarifu sahihu lidhatihi. Sasa sharhe ya kufafanua hadithi inayosemwa hii ni sahihi lidhatihi yenyewe. Tushaona hizo aina 5 alizotaja za hadithi, tumeziona hizo nadhani. Alianza aina ya kwanza mashhuri, sawa nini? Kwanza alisema li sahihi li dhatihi, sahihi li ghairihi, hasanu li dhatihi, hasanu li ghairihi wa dhaif. Kwa sasa anafafanua hii hadithi iliyokuwa ni sahihi li dhatihi, sharhu yake. Sasa sabaka kumeshatangulia maelezo anna sahiha li dhatihi, kwamba tukisema hadithi hii ni sahihi li dhatihi yenyewe, marawahu ni ile hadithi iliyosimuliwa adilun tama dhabti, adil mtu muadilifu, tumepita nyuma, tama dhabti mwenye ukamilifu katika kudhibiti mambo, bisanadi muttasil, isnadi yake tena imeungana, wasalima min shudhudhi, na imesalimika na masala ya shadhu, wa illatul kadiha, na hiyo illatul kadiha. Kwa tunataka tufasiri, tufafanue moja baada ya moja tunakusudia nini.
ingawa tumeeleza kule alifafanua sawa kwamba hadithi ni ile ambaye akaeleza sahihi lidhati. Haya sasa anaanza, amesema marawahu ni hadithi iliyosimuliwa adulun. Tukisimama hapo, fala adalatu, basi ukiambua adala, nini maana adala? Istikamatu dini, ni yule mtu ambaye aliyekuwa ana msimamo katika dini. Unafahamu huyo ndo anaitwa, huyu akipokelewa akisimulia, imesimuliwa na mtu huyo adala, ana msimamo katika dini, hayumbi. Akiambiwa kwa mfano kuchangia pesa katika hitima haifai, yeye anakuwa hachangii. Sio kwamba eti akianatishwa kidogo na wazee wake anaanza kubabaika, huyu bado huyo. Kwa kama ni zama za sasa na hadithi zako hatusikubali. Uko makini, eti waogopa watu. Baba kanambia hanipi chakula, baba kanambia siwi nihame ndani kama sitaki kwenda maulidini au sitaki kwenda hitimani. Huyu anaitwa uwe bado kabisa hujawa na msimamo. Au anaambiwa lazima ashiriki sehemu fulani na ashasoma kwamba hicho kitu ni bid'a au hakifai, lakini sasa yanaogopa labda atarogwa, wazee watanifanyia wale kama sijafanya hivi. Kwa hivyo huyu hana msimamo, anayumba. Walmurua, halafu awe murua. Nini maana murua? Atafafanua hapa kidogo. Haya maneno mawili kwanza, istikama dini wal murua, nini maana yake pia? Huyo ni mtu, huo ndo uadilifu tu. Anafafanua kwanza istikama. Istikamatu dini maana yake adau bil wajibati, ni kutekeleza mambo ya wajibu, wajitinabu na kujiepusha ma yujibu alfisk, yale yaliyokuwa wajibu ndani yake kuna ufasiki, min almuharramat, katika mambo ya haramu. Hii ndio inaitwa istikamatu dini, ana msimamo katika dini, adaul wajibat, anatekeleza mambo ya wajibu. Kwa nini hamjui tofauti kubwa ya salafi salih na ahli albid'ah ni ipi? Yani ahli albid'ah wanasoma alafu wanaishia katika vitabu, wanafunga vile vitabu vyao, wamekuwa kama punda aliyebeba vitabu hajui kilichoandikwa, kama thalil himari yahmilu asfara. Hawana tofauti na Mayahudi, si wanasoma. Watu wa bid'a si unawajua, wanasomeshana. Mwanamke anatakiwa avae shungi lakini yeye havai, si ndio anavyokuwa? Mkewe havai, tunawaona anakaa nje anakaa nje kanga mbili, anafua nje mapaja wazi, ndio mke wa shehe yule. Sasa huku anaenda zake msikitini anazungumza habari kama hizo. Kala Allah Taala, sasa ule msimamo haupo. Unafahamu? Akitekeleza yale anachekwa katika jamii yake, akichekwa anaona haya, akiona haya kwa hivyo anarudi sasa, anarudi nyuma. Watu wanacheka, anaona haya. Kwa hivyo ndio watakuja zile jamii haijafahamu, wanatumia sera kama hizo. Watu bado hawajafahamu, nenda nao kidogo kidogo, kumbe waongo tu. Ana miaka 70, sio udogo upi anaotaka yeye. Anaombe kama huo kidogo tayari wenzake kama 10 washakufa, na yeye hapo alipo ana miaka 70. Sasa huyu siye anaitwa huyu, manake atatupelekesha. Hakuna kuoneana muhali katika kutekeleza dini kubwa. Hawa wengi wanasoma, lakini wengi wao wanaonekana wana muhali katika kufanyia kazi kile walichokisoma. Hicho ndio kinachowafelisha wengi. Utaona wanajazana madarasani, lakini hebu tuwaangalie kile walichokisoma wanakifanyia kazi, hawawezi. Hawa watu wa sunna humu msikitini, mnaweza mkasoma kitu, mkienda sehemu kimeshasomeshwa na ashajua kwamba hichi hakifai, akifika kule anaanza kubabaika, anaangalia watu wanafanya nini. Mfano mnasoma hapa kama jenaizi, si mnasoma hapa, mwende mazikoni, haifai kufunika maiti, kupepea. Yeye yule ndio atakuwa mwanzo kufanya hivi. Anaona haya, haifai kuomba dua baada ya sala. Yeye akimaliza kusalisha ndio wa mwanzo ataomba dua. Sasa wasoma nini? Sasa hakuna. Hii ndio watu wa bid'a. Hauna tofauti wewe na mtu wa bid'a, wangangania matabu tu. Lakini sasa bora ungesoma hadithi zako 2-3 alafu ungeenda kufanyia kazi
kile ulichokisoma. Hicho ndio kinachotakiwa. Ndio maana wanaonekana vijana wana jazba, si jazba kwa sababu wanafanyia kazi kile walichokisoma. Sasa wao kwa sababu wameshindwa, ndio maana wanasema mna jazba. Hamna jazba. Kwa hiyo huyu ndo anaitwa istiqamatud din. Wajitinabu, na anatakikana ajiepushe mayujibu alfiski, yale yaliyokuwa kwamba ni wajibu, kwamba haya yatamtia mtu katika ufasi, min almuharramat, katika mambo ya haramu. Huyu ndo anaitwa ana msimamo yule katika dini, anatekeleza mambo ya wajibu na anajiepusha na kila jambo la ufasi. Wastikamatul murua, alafu kwa sababu alisema adala maana yake ni kuwa na msimamo katika dini, wal murua maana yake istikamati almurua. Murua ni sasa na kusema kila adabu zilizokuwa nzuri za nafsi. Ndio anasema an yafaala, ni mtu kufanya ma yale ambayo yahamiduhu nnasa, watayasifu watu kumsifu yeye, alaihi min aladabi, katika adabu, wal akhlaqi, na tabia. Wayatruku, na aache ma yale ambayo yadhumuhu nnas, watakayokuwa wanamtukana watu alaihi kwa hayo, min dhalika, yani wakawa watu wanamtia ile, yule shehe gani yule shehe anavuta sigara, mfano kama huo. Sasa hapa tayari washakutia illatul kadi, hayo umeona hiyo, katiwa ila hiyo. Yeye ni shehe lakini anaonekana kwa mfano anaenda sokoni na pensi, unawajua kama hao kina Suraga, umefahamu wanakwenda kule sokoni na pensi. Sasa shehe vipi huyu? Sasa hawa sio, hawatufai kabisa hawa, manake hawapo katika murua. Yani yeye ana timu yake inaitwa Manchester, ikicheza Manchester yuko mbele pale katika TV kwenye vijana tele, na yuko mbele pale anashangilia, alafu huyu ndo shehe. Sasa huyu haitakuwa ile adabu na akhlaki hazipo. Umefahamu vizuri hapo? Hawa ndo watu wa bid'a, hawa wanakuwa kwa design kama hizi. Leo anacheza Simba, basi katafuta la Simba na yeye anavaa. Leo anacheza Yanga, na yeye kwa sababu mwanachama wa Yanga anavaa fulana la Yanga na anakuwepo kule. Sala inawezekana ikampita pale pale katika uwanja wa mpira, au yupo kwenye siasa, ajitia kwenye magari, wanawake wanaume wanaenda zao shamba na yeye yumo mle mle. Sasa hii sio istikamatul murua, bila atakuwa hana msimamo mzuri katika adabu. Manake waturaful adala, anasema na panajulikana uadilifu, arrawi wa msimuliaji wa hadithi. Atajulikana vipi kwamba yule ni mwadilifu? Utalijuaje? Linajulikana hiyo istifadha, kwa mashuhuri, kwamba jambo hilo limeenea mashuhuri. Kal aimma almashhurin, kwa mfano ka aimma hawa maimamu hawa aimma, wanachuoni wakubwa mashhurin, mfano Malik, Imam Malik wa Ahmad wal Bukhari wa nahwihi, na mfano wake. Wao kitaja tu Imam Shafi, kuna mtu anaweza katia shaka? Hawezi kutia shaka. Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Bukhari, Imam Muslim, watu kama hao, Auza'i, Hasan al-Basri, hao ndio wanajulikana kwa umeenea umashuhuri kwamba hawa ni watu waadilifu. Pia kwa hiyo hilo ni jambo la mwanzo. Wa binnas, kwa mfano watu katika mitaa hapa, kwani wewe huwezi ukaambiwa mtaje mtu mzuri, anatajwa sio, lakini anaweza akatajwa mtu muovu, anajulikana kila mtaa una muovu wake. Hapa alikopo kwako, mnamkumbuka kwako, ukimtaja tu sote tunamjua mtaani kafa. Kwa hivyo watu wakashukuru kwa kufa kwake, kwa kuwa wanamjua huyu ni mtu muovu, sawa. Lakini kuna mtu mwema ukimtaja tu basi watu wanafahamu. Kwa hivyo hilo inaitwa vipi? Istifadha, imeenea kwa watu, wanamjua huyu ni mtu mzuri na huyu si mtu mzuri. Jengine wabinnasi alaiha, na jengine anajulikana mtu mwadilifu, yani rawi wa hadithi anajulikana kama ni mwadilifu binnas, kwa kuja nas, dalili juu yake, mimman, lakini dalili hiyo itoke kwa yule ambaye yu'tabaru qawluhu fi dhalika, anazingatiwa kauli yake juu ya hilo, au yeye huyo mtu anazingatiwa kauli yake.
huyo atakayesema yule ni mwadilifu, lakini yeye msemaji pia anajulikana katika sifa hiyo. Unafahamu hapo? Ndio inajulikana kwamba kweli. Maana hii inaitwa kama ni kutoa tazkia. Unaulizwa wewe sawa sawa, labda kwa mfano mtu anaenda kuposa, anapokwenda kuposa atakwenda kumuulizia yule, lakini haende kumuuliza mtu yoyote, atamuuliza mtu anamuona na heshima zake, ataulizia unaonaje, hebu tupe habari za mtu fulani, kwa sababu yeye yule anafahamu masala, ataeleza hali uhakika. Tunaendelea sasa. Hiyo ndio maana ya adlun. Halafu akasema hadithi sahihi ni ile ambaye marawahu adlun tama dhabti, huyo rawi awe tama dhabti. Kwa nini maana tama dhabti? Wa tamamu dhabti maana yake aniyuaddi, anatakiwa huyo msimuliaji wa hadithi awe ni mwenye kutekeleza yale ambayo tahammalahu min masmu', aliyabeba yeye katika usikivu. Kile alichokisikia basi anakibeba vile vile. Wakaribia kumuita photocopy, mfahamu kwa maana anasema vile vile alivyosikia, au mar'iyu, au kile alichokiona, ala alwajhi alladhi, katika sura ambayo tahmiluhu, aliyoibeba yeye, min ghairi ziyadatin, basi na kuzidisha, wala naksi, wala kupunguza. Yani asimulie vile vile alivyosikia, au asimulie vile vile alivyoona, asizidishe kitu wala asipunguze kitu. Hiyo ndio inaitwa tama dhabti au tamamu dhabti. Lakini anasema la yadhuru khata'u yasira, haitadhuru kwake yeye kukosea kidogo, li'annahu la yusallimu minhu ahada, kwa sababu hawezi akasalimika na hilo mtu yoyote. Kwa mfano akasimulia, huyu kasimulia na huyu kasimulia, lakini wakatofautiana kidogo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo, kwa sababu hutoweza ukasimulia, kwa mfano kitu umekiona wewe, ulikuwepo na mfano watu wote walikuwepo, ukasimulia, hebu elezea ile ajali ilivyotokezea. Kwa mfano unaulizwa, unaelezea yule alikuja hivi akaja hivi, kwa sababu umeiona kwa macho yako, utaelezea. Na huyu atakapoelezea mwingine ataelezea, mnaweza mkapishana kidogo kwa maneno, si ndio inavyokuwa? Kwa sababu hili ni jambo ambalo hasalimiki mtu, lakini lengo kuu liko pale pale, kuelezea. Mtu mwenye akili yake ashapata picha, akajua ajali imetokezea vipi, basi na huyu katika kule kuhifadhi kwake alichokisikia au kuhifadhi kwake alichokiona, akaja akakisimulia, hata kama labda akapunguza kitu kidogo au kakosea kidogo, ni jambo la wanadamu, hawezi akaepukana nalo mtu. Hiyo ndio inaitwa tamamu dhabti, kwamba yeye ana ukamilifu wa kudhibiti mambo, hapotezi kitu. Halafu akasema bisanadi muttasil. Umeona hiyo juu? Kwa hiyo definition yake tunasema bisanadi muttasil, kwa isnadi iliyokuwa imeungana. Sasa wattisalu sanadi, tumerukiza wayurafu dhabtu rawi. Sasa utamjuaje kwamba huyu ni rawi ambaye ana uwezo wa kudhibiti? Wayurafu, na hujulikana dhabtu rawi, ule rawi mwenye uwezo wa kudhibiti, bimuwafaqatihi, kwa kule kuwafikiana kwake, athiqatu, na wale waliokuwafika wengine, walhuffadhu, na wale wenye kuhifadhi mambo, walau ghaliban, hata kama ghaliban mara nyingi, wa bin nafsi alayhi, au kwa nasu itakayotoka kwake yeye, mimman yu'tabaru qawluhu fi dhalika, katika yule ambaye panazingatiwa kauli yake. Kwa mfano labda msimuliaji wa hadithi anasema nimemsikia fulani anasema, umeona, akayasema yale maneno yote. Mfano mtume kasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa, mpaka mwisho. Haya ni maneno kasimulia, haya maneno ya mtume yenyewe aliyosema ndo haya. Sasa maneno haya tunaangalia ndivyo alivyoyasimulia yule mtume mwenyewe. Akaja mwingine ambaye anahesabika fika, naye akasema vile vile, hakupunguza kitu. Unaona, kanisimulia fulani, lakini sasa aliyemsimulia si yule
alimtaja huko, labda yeye kasema kwa mwingine. Sasa mtume kasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Akaja mwingine watatu wanne, wote wale simulia wanasema maneno yale yale, wanasema vile vile. Huyu sasa kawafikiana na wale walionishalika mathika walhufadhu, na wale wenye kuhifadhi kawafikiana na wote. Hiyo ndio inahesabika kwamba huyu ana ukamilifu wa kudhibiti. Sawa sawa na mfano labda Qur'ani unaposoma wewe umehifadhi hal ataka, na huyu hal ataka anaisoma hivyo hivyo, hamna tofauti. Sawa wao amehifadhi. Watisali as-sanadi, anasema na kuungana sanadi, maana yake anakusudiwa an yatalaka kullu rawi, ni kupokea kila rawi bimman rawa anhu mubasharan, kwa yule rawi aliyempokea yeye mubasharan, moja kwa moja, au hukman, au kihukumu. Talaka maana yake unasimulia kwa kupokea moja kwa moja. Anasema nimemsikia fulani anasema. Sasa huyo aliyemsikia awe kweli kasikia kutoka kwake moja kwa moja. Kwa mfano kama ukisema nasikia rais kasema hivi hivi na hivi, sasa ukisema nasikia, hiyo nadhani umemsikia moja kwa moja. Katika lugha itakuwa hujasikia moja kwa moja, si ndio? Maana yake wewe unasikia watu, kwa hiyo unatafuta kama njia ya kuuliza, nasikia kwa marufuku, nasikia hivi. Kwa katika hadithi hamna habari kama hiyo. Useme moja kwa moja kwamba ukisema nimesikia, huyo uliyemsikia kweli umemsikia moja kwa moja, sio kwamba wewe unasikia habari. Nini maana maneno haya? Falmubashara, akisema au amesikia mubashara, maana yake anayulakia, awe yeye anasimulia ni rawi wa yule msimuliaji anhu, fayasma minhu, yani anapokea moja kwa moja kwa msimuliaji na anamsikia yule msimuliaji anasema hivi 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 na hivi. Kwa hivyo akisikia anasikia pale na yeye anamuona, au anasikia kwa mfano, au yara au anaona, wayakulu, alafu aseme hivi hadathani, amenihadithia mimi mtu fulani, anamtaja. Sawa? Au samitu, nimemsikia, anamtaja yule aliyemsikia, kweli kasikia. Sasa au raaitu, nimeona fulanan, nimemuona mtu fulani anafanya hivi, kwa kamuona. Samitu fulanan hadathani fulanan, kama hivyo. Amenihadithia mtu fulani, nimemsikia mtu fulani. Kwa hivyo anawataja wale aliyowasikia, na kweli yeye kasikia moja kwa moja. Hii ndio inaitwa muitisali sanadi. Sio kama anaulizwa wao unasema umemsikia nani, anayemtaja lakini kumbe uongo. Huyo anayemtaja hajawahi kabisa hata kukutana naye. Hii ndio inaitwa apokee moja kwa moja mubashara. Umefahamu Alafu akasema au hukma. Umefahamu hapo? Hukma ndio nini? Aliyarwi, anatakikana yeye asimulie hadithi amman, kwa yule ambaye asarahu, ameishi zama zake, bilafdhi, kwa tamshi ambalo yahtamilu istimaa au yuhtamalu istimaa, panabebwa, panakuwa pana ihtimali, pana uwezekano kweli kwamba yeye kasikia, wa ruya, na kuona. Iwe katika hali kama hiyo, mithlu kala fulani, amesema fulani, au an fulani, kutoka kwa mtu fulani, au faala fulani, au amefanya mtu fulani, wa nahwihi. Yani yeye kwa mfano akisema an yarwi amman asirahu, awe yeye anasimulia kutoka kwa mtu ambaye anaishi naye zama moja. Kwa mfano labda zama zetu tunazoishi, ukisema labda nimesikia kutoka kwa Sheikh Kasim Mafuta mfano. Sasa je, anasimulia kutoka habari hii kutoka kwa Sheikh Kasim Mafuta, ingawaje hakumuona hapo, sawa, lakini vigezo vyote vikathibitisha kwamba
kasikia kutoka kwake ima kwa audio. Sasa tusilete audio kwa sababu zamani kulikuwa hakuna vitu hivyo labda. Sawa? Tuchukulie hamna audio. Haya. Anakuja mtu anasema tu Sheikh Kasim kasema. Lakini huyo anayezungumza hivyo ni thika, ni mtu ambaye anaaminika. Unafahamu, anayemwambia kasema Sheikh Kasim. Kwa watu wakija watasema huyu kwani kawahi kwenda kwa Sheikh Kasim Mafuta huyu Tanga huyu? Hajawahi kwenda, alisikiaje? Unafahamu hapo? Sasa watu watakuwa wanaleta dhana kwa kuwa aliishi naye zama moja itakuwa kasikia, kwa sababu zama aloishi Sheikh Kasim na yeye ndo alikuwa yuko hai, watu waliishi zama moja ingawaje waliishi miji tofauti tu basi. Kwa hapa atasema kasema fulani. Je, lakini hivyo kasema umemsikia? Kama angekuwa kamsikia angesema vipi? Samitu fulana. Mbona tofauti yake? Wanasema lakini kasema Sheikh fulani, kasema fulani. Kwa kuwa yeye aliposema alikuwa hayupo, lakini hicho alichokisema ni kweli, au kafanya fulani. Kwa kashasikia audio huko, kwa hivyo na hivi vitu kama hivyo. Wa hali yushtaratu, akaendelea kusema je, pamewekwa sharti maal almuasara, pamoja na hili jambo la muasara, thubuti almulaqat, patikane pathibiti jambo la mulaqat, au yakfi imkanuha mulaqat. Mulaku maana kukutana, wa innahum mulaku rabbihim. Kwa hivyo je, hili jambo la kuishi zama moja linafungamanishwa lazima wakutane? Hiyo hadithi atakayetoa, wewe wakaa hapa mjini Magharibi, lakini shehe anakaa Makunduchi, uone, au shehe mwingine anakaa Nungwi. Sasa je, sote tunaishi wakati mmoja, lazima wakutane hawa, au inatosha tu kwa kule kwao kuishi zama moja? Unafahamu vizuri hapo. Ala kaulaini, katika kauli mbili hizi, kala bil awwal al-Bukhari, amesema ya mwanzo Imam Bukhari, wakala bithani Muslim, na akasema ya pili Imam Muslim. Ndio maana ikawekwa sahihi al-Bukhari ndo kitabu cha kwanza, kwa sababu yeye hadithi, ndio maana kwamba ala sharti al-Bukhari, sharti lake ndio hili. Sharti gani? Hebu niambie. Kukutana tu na kuishi zama moja. Umefahamu vizuri? Kwa maana Bukhari ili aipokee hadithi lazima yule anayepokea kutoka kwake awe kwanza kaishi naye zama moja, alafu kakutana naye, ndio anaikubali hadithi hiyo, ndio anaiweka katika sahihi. Sahihi ndio itaingia katika sahihi al-Bukhari. Imam Muslim yeye kachukua hiyo ya pili tu inatosha. Hiyo ya kwanza akiileta haya, lakini akiipata hiyo ya pili wameishi tu zama moja, hakuna tatizo. Umefahamu hata kama hajamuona, ndio ikawekwa daraja yake ya pili sahihi. Lakini kwa sababu yeye ukiamua sahihi ala shart, mfano unazikuta hadithi, si ndio? Atatuelezea mbele sila hizo zinazokuja. Ala sharti shaykhain, mfano kwa masharti ya mashaikh wawili, ndio masharti yenyewe ndio nakusudia haya. Sawa, muttafaqun alayhi. Kwa kama muttafaqun alayhi wamewafikiana ndani yake, makusudio ndio mawafikiana yenyewe ndio haya. Sawa. Kwa hiyo ukikuta hivyo tunarudi hapa manake. Kala Imam an-Nawawi, namalizia maneno ya Imam an-Nawawi an kauli Muslim, kuhusu kauli yake Imam Muslim. Ankarahu al-muhakkikuna, amewakanya, anasema wamekanya kauli hiyo al-muhakkikuna, wale watu wenye kuhakiki. Kala wakasema wa in kunna la nahkum, ajapokuwa sisi hatuhukumu ala Muslim, kwa Imam Muslim, bi'amalihi, kwa kazi yake hii aliyoifanya, fi sahihi fi hadha al-madhhab, katika madhehebu haya, likaunihi, kwa kuwa kwake, yajma'u turkan kathiratan, yeye Imam Muslim anakusanya njia nyingi, anakusanya njia hii, yataadharu minha wujudi hadha al-hukm. Kwa hivyo inakuwa panapatikana ugumu kupatikana hukumu hii, alladhi jawazahu, ambayo yeye ameijuzisha. Yani watu baada ya kuangalia hizo hadithi zenyewe Imam Muslim alipozitoa kasema hii ndio sharti yake, lakini ilipochunguzwa utaona kakusanya
hadithi kaikusana kwa njia nyingine hii, kaikusana na njia hii. Ukija ukizichanganya zile njia zake utaona kumbe karudi kama Imam Bukhari. Unafahamu maneno? Karudi kama Bukhari, ingawaje maneno yake akasema vipi yatosha kwa kule kuishi tu zama moja, si lazima wakutane na waonane. Lakini ukija ukichunguza kwamba kila hadithi ambayo ameisimulia yeye kaitoa ima msimuliaji wake ana sharti hiyo, alafu na sharti nyingine na sharti, kwa hiyo kakusanya sharti nyingi, yani njia tofauti kazikusanya. Lakini ukija ukichunguza hadithi ina mambo yote yale. Ndio maana hapa anasema hivi wa mahallu hadha fi ghairi mudallis, lakini anasema mahali hapa isiwe mtu anafanya tadlis. Nini maana tadlis? Itakuja mbele. Mbabaishaji katika lugha ya kawaida tu, lakini tadlis katika lugha ya hadithi tutaona. Amma mudallis, ama mtu anafanya tadlis, fala yuhkamu li hadithihi, haichukuliwi haihukumiwi hadithi yake bitisal, kwamba imeungana, illa ma sarraha fihi, isipokuwa aweke wazi yeye bisimai au ru'ya, kwamba yeye kweli amesikia au ameona. Kwa hiyo hiyo ndo hadithi inahesabika sharti ya hadithi sahihi. Alafu akasema yurafu adamu ittisali sanadi li amrayni, kwa hapo ndo tutakuja ondokea.